ukombozi wa lango la nafsi. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu mwenyewe wakati anamuumba mwanadamu alimuumba kwa nafsi iliyo hai na akapulizia pumzi ya uhai ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi ni kitu kikubwa sana katika maisha ya mtu. Mtu ni nafsi inayotembea. Mtu ni nafsi inayotembea. Ni nafsi ambayo inatembea mtu mwanadamu. Na kusoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2, Mwanzo ile sura ya 2 na ule mstari wa 8. Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Ukisoma ule mstari tunaona namna ambavyo Mungu mwenyewe anazungumza maneno haya. Anasema akampulizia puani. Ukianza pale 7, Mwanzo 2 mstari wa 7 mpaka wa 8, anasema tuanze mstari wa 7. Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 7 na wa 8. Neno hili ambalo tunaliangalia, wana wa Mungu, Mungu mwenyewe akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, na mtu akawa nafsi iliyo hai. Eneo hili ambalo tunaliangalia jioni ya leo, kwamba nafsi ya mtu inatembea katika swala zima la uhai. Unapokuwa hai, ndani yako kuna nini? Nafsi. Nikasema siku nyingine, nafsi ni kama memory card ambayo unaiweka kwenye simu yako ili kutunza data, ili utunze yakini picha zako, au inawezekana ukubwa wa simu yako ni mdogo, lakini unaweka angalau ile memory card iweze kutunza zile taarifa zako za kutosha. Kwa hiyo nafsi huwa inarekodi taarifa za maisha ya kwako. Nafsi huwa inarekodi taarifa za kwako. Sikia, hapa kuna uhai. Ukiwa hai, ndani yako kuna nafsi iliyo hai. Kwa mwanadamu akitenda dhambi, nafsi inarekodi taarifa. Mwanadamu akimkosea Mungu, taarifa zile zinaandikwa kwenye ile nafsi, inarekodi. Kwa sababu mwanadamu yuko hai, anatenda dhambi, kwa hiyo inarekodi matendo mazuri na mabaya. Ndio maana mwanadamu nafsi yake ikiibiwa, Isaya 42:22, Isaya 42:22, tasoma kwa wakati wako. Isaya 42:22 inasema, tazama watu hao ni watu walioibiwa, wamenaswa kwenye mashimo, hakuna asemayerudisha. Maana kwa lugha nyingine, nafsi zao zimekamatwa. Mtu akikamatwa nafsi yake, nafsi inaweza ikatumiwa na Mungu au na Yesu, na shetani anaweza kutumia nafsi ya mtu akacheza na lango la nafsi ya kwako. Tunamwona leo mtu alikuwa mzuri sana, alikuwa si mlevi, alikuwa na tabia njema, alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni mtu wa ibada, mara ghafla unaona amechange, akakimbilia maovu sana kuliko kumkimbilia Mungu. Kwa lugha nyingine, shetani alichofanya, ameenda kukamata lango la nafsi ili ayapende yale ya ulimwengu wa giza. Kwa nafsi kikamatwa na shetani, anaanza kumtembeza jinsi anavyoweza. Nafsi kikamatwa, mapepo yanaingia, magonjwa yanaingia, mauti yanaingia, mashambulizi yanaingia. Ulikuwa unaweza kuomba, huwezi kuomba tena. Ulikuwa ni mcha Mungu, huwezi kwenda ibadani tena. Ulikuwa unasimama na Mungu, huwezi kusimama naye tena. Nafsi kikamatwa, mtu anakosa appetite na ibada, anakosa hamu ya kwenda ibadani, aliyokamatwa nafsi. Afu mambo ya Mungu anayepuzia, anachukulia poa tu, anachukulia kama ni ya babu yake au bibi yake, kwa sababu lango la nafsi limekamatwa. Na kuna wakati akianza kuomba, mtu aliyokamatwa nafsi hawezi kuomba sawa. Akiomba anasinzia. Je, kuona katikati ya usingizi unanyanyuka, unaanza kuomba, mara ghafla unasikia
Au unaanza kuwaza kesho nikiamka nitaenda sehemu fulani, au wazo linakuja la miaka mingi, linapataje nafasi ile wazo katikati ya maombi? Anaanza kuchoka wakati wa maombi. Maana katika ulimwengu wa roho, nafsi ya mtu iliyokonda, iliyokamatwa, hawezi kuomba. Nafsi ikikamatwa, jambo la kwanza, hawezi kuomba. Yule mtu hawezi kuomba. Jambo la pili, nafsi ikikamatwa, hawezi kuamini maombi anayoyaomba. Jambo la tatu, nafsi ikikamatwa, anaona matatizo wakati wote, kana kwamba Mungu hayupo na hawezi kumsaidia. Anaweza kaa ndani ya ibada na akawa anaomba, lakini muda wote yeye anafikiria nitafanikiwaje. Huwa na tabia ya kufuta maombi, kwa sababu nafsi yake, lango lake la nafsi limekamatwa. Akiomba anarudi kwenye matatizo tena. Mbona apita kwenye magumu? Mbona apita kwenye changamoto? Kwa sababu lango lake la nafsi limekamatwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kwamba Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, akaweka uhai ndani yake, mtu akawa nafsi iliyo hai. Kwa hiyo mtu mwenye pumzi anayetembea, hapo ulipo na nafsi iliyo hai. Ile inategemea nafsi yako, je, inaamini? Nafsi imekamatwa, huwezi kuamini, huwezi kusonga mbele, anakiri magonjwa, anaona matatizo, anaona shida, anaona changamoto, hawezi kuona breakthrough ya Mungu. Yeye anachoona ni matatizo. Shetani yuko kazini, anamwambia unachua wewe utafanikiwa. Wewe huwezi. Yaani huwezi. Wewe ni wa hivi hivi. Maana nafsi imemkamata, imefikita moyo ule umekamatwa. Moyo ule umekamatwa na adui. Hakuna kitu anakiona kipya mbele yake. Aliyokamatwa nafsi hana jipya. Huwezi kuwa na vision wala maono mapya. Ni yale yale, changamoto ni zile zile. Aliyokamatwa nafsi, wazo lake jipya hakuna. Maana shetani ndo anamremote. Anamwambia usifanye kazi, usiende pale. Hata kama ulikuwa unakutana na mtu kwa ajili ya kazi, unashangaa shetani anakukwepesha usiende mahali ambapo ni sahihi, ili sikutane na destiny yako. Unapishana na gari ya mshahara. Yaani unapishana na mtu aliyobeba destiny yako. Unajua mtu ni fursa. Tunategemeana wote kwa fursa ya wanadamu. Unakuwa disconnected baada ya kuwa uwe connected in spiritual. Kwamba unakuwa disconnected in spiritual. Katika ulimwengu wa roho, mtu huyu anakuwa kwamba hawezi kukutana na watu waliobeba lango la nafsi ili wakuvushe mahali. Utakutana na wale walioshindwa. Anakuletea sampuli ya watu waliokwama. Sema sitakwama kwa jina la Yesu. Sema sitakwama kwa jina la Yesu. Yesu atanisaidia kwenye maisha yangu. Amen. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba kuna watu nafsi zao zimefungwa. Asiwe sababu ya kukwambia kwamba hutaweza hili. Yawezekana yeye ana madhabahu ya mizimu ya kwao imemfunga sifanikiwe. Asiwe sababu ya kukukwamisha. Wewe songa mbele, sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Basi. Amen. Kuna watu madhabahu za kwao huwa haziwaruhusu. Tulianza maombi ya kwanza ya kuvunja madhabahu za familia. Kwa sababu yake alikuwa nafsi iliyokufa. Nafsi yake ya babu yake bado iko kuzimu, inaendelea kumremote aliyoko duniani. Ile madhabahu inasema no, hakuna kufanikiwa, hakuna kuvuka. Yani wewe unafanikiwaje wakati nyumbani kwangu mimi niliyekufa niko huko kuzimu, ufanikiwe wewe nani? Ile miungu inaongea. Ile madhabahu inasema. Kila wakati unapambana, lakini chini kuzimu babu yako aliyokufa, maana si aliyokufa, anatamka anasema no,
hakuna kufanikiwa. Wanakupishanisha na kazi ya mzuri na maisha mazuri, wanakunyang'anya kile ulichokuwa nacho. Unafungua biashara, fedha inapotea, unakutana watu wa muhimu wanaondoka kwenye maisha yako, maana ile madhabahu ya nafsi iliyo mbaya inawatoa watu wa muhimu kwenye maisha yako ili ukwame njiani. Wapendwa wana wa Mungu, Mungu alitupa pumzi iliyo hai na nafsi iliyo hai, vyote vinaenda sambamba. Si uhai tu, unaweza ukawa hai lakini nafsi imefanya nini? Imekufa. Mtu anaweza akawa yuko hai kabisa, hai na anaenda kazini, anafanya kazi vizuri, lakini nafsi yake imekufa. Haipo. Hajali familia, hajali muda wake, hajali afya yake, hajali watu nyumbani kwake, yani kwa sababu nafsi yake imekufa. Yani mtu akikamatwa, nafsi ikakamatwa na shetani, ikafinyangwa, ikafungwa, huwa hana time na watu wengine. Biblia inatueleza kwamba katika uhai kuna nafsi iliyo hai. Katika uhai ulio nao, mwambie Mungu, komboa nafsi yako kila wakati. Na nafsi ya mtu inakombolewa kila siku. Zaburi 23 mstari wa 3. Unihuisha nafsi yangu na kuniongoza. Zaburi ya ngapi? Ya 23 mstari wa ngapi? Wa 3. Tuisome Zaburi 23 ule mstari wa 3. Tunaona hapa neno la Mungu linasemaje kwa habari ya nafsi iliyo hai. Zaburi ya 23 mstari wa 3, utaona neno la Mungu namna ambavyo linatuambia sahihi. Zaburi ya 23 mstari wa 3 inasema kwamba hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kwa hiyo nafsi ya kwako inahuishwa every day, kila siku. Endelea kuiombea nafsi yako iwe na nguvu. Kwenye nafsi kuna mauti kama hujaiombea. Kwenye nafsi magonjwa yanapita. Nimekwambia yaweza kae kwa shetani au kwa Mungu. Ikiwa kwa shetani, anachofanya anapandikiza kansa, anapandikiza pressure, anasia amekamata, yani anapiga sindano. Ndio maana kuna wakati mwingine umelala unaota unapigwa sindano. Au umelala unashangaa kuna kitu kinafanyika ambacho sio. Na ukiona ndoto mbaya unazoziota mbaya za kutisha, na mambo kama ya watu waliokufa, nafsi yako shetani anayo. Watu wengi sana wanaombea kazi zao, biashara zao sio vibaya, maisha yao, kila kitu, lakini ukombozi wa lango la nafsi limeachwa. Ni sawa na umelala huko hai, lakini mlango uko nini? Wazi. Kwa hiyo tegemee hata Mungu ataingia, paka ataingia, hata mdudu yote ataingia. Kwa sababu lango la nafsi liko nini? Wazi. Ndio Biblia inasema kwamba akamuumba mwanadamu kwa nafsi, kwa pumzi ya nini? Ya uhai, na huko ndani akaumba na nini? Akaka na nini? Na nafsi iliyo hai. Ndio nikarudi nikakwambia, mtu anaweza kana tembea lakini ni koroboi. Boya linatembea lakini alishakufa. Nafsi yake ilishakufa siku nyingi. Tunamwona yuko hai, anatembea narudi, lakini mkianza kuongea kupanga mambo yoyote yale, yeye anakuhamisha. Usije ukakutana na mtu nafsi iliyokufa alafu naenda kufanya interview kwake, hata kuingizwa kwenye nafsi, hata kupakazwa. Maana kazi ya shetani ni kulipa mabaya. Biblia inatueleza leo, inazungumza kwa habari ya ukombozi wa nafsi yako. Mtoto akiibiwa nafsi darasani hawezi kufanya vizuri. Akienda atakuwa ni kibwengo tu, amekaa darasani. Wakati wengine wanaelewa, yeye anakuwa ni mtu anakuwa tu ni kama vile gogo limekaa kwenye dawati.
Muda ukifika kuja nyumbani ndio ananyanyuka, nilikuwa shule. Maana wana remote nafsi yake. Ndio maana ni muhimu sana, wengi wanaombea afya za watoto kuliko kuombea lango la nafsi ya mtoto wako. Baadaye akivuta bangi utasema amebadilika tabia. Hujaombea lango la nafsi asivute bangi. Baadaye amebadilika kuwa na tabia fulani, tunaanza kumlaumu na kumpiga mawe na hata kumtenga kwenye familia na kuona amekiuka, amekuwa ni mtu wa ajabu. Sikia nikwambie, kwa sababu kuna mtu mmoja hajawahi kufunga lango la nafsi la watoto wako. Maana kazi ya shetani ni kupanda vilivyo vibaya. Anapanda maovu, anapanda tabia mbaya. Tunamwona hizo character zake, tabia zake anavyoendelea kukua, unashangaa anakuwa ana behave vibaya, tabia zake zinabadilika, hata body language yake inabadilika. Mwili wake unabadilika, hata mavazi anavaa. Nasema hivi ndio nilofundishwa huko. Unajiuliza hii elimu alipata wapi? Ni lango la nafsi ambalo adui ameingia ndani, amepanda mbegu yake. Unapambana na mume mlevi, unapambana na mke mlevi, unapambana na watoto walevi, usipambane nao. Ng'oa pando la nafsi mbaya ambalo limeingia ndani yake liondoke. Usilaumu mtu, usije ukajaribu kulaumu mtu. Kama una Yesu na unalielewa neno vizuri, hutakao laumu mtu, utalaumu ile roho iliyoko ndani yake ambayo imebadilisha nafsi ya yule mtu na kuingia kwenye toba na rehema na kupeleka damu ya Yesu ikafungua hilo lango la nafsi kwa huyo mtu. Mara ghafla akili yake inarudi, anaanza kusema hivi nilikuwa wapi? Nini ninachokifanya? Hujakuona kama mtu anatenda dhambi anaona ni nzuri tu. Hata dhambi ya kuua anaona ni sawa. Maana ndiyo nafsi yake ilikofungwa kwenye maisha yale. Analewa, ananguka, anavunja mguu, baada kishapona anavunja na wapili, anaona sawa. Maana katika ulimwengu wa roho nafsi yake ilishauzwa kwenye ulevi. Anarudi pale pale, hadi kwenye tabia hizo hizo. Anavuta bangi, anakaa analewa bangi, akielezwa kwa nini umefanya hivi, baba sitarudia tena, mama sitarudia tena. Baada ya siku 5 unashangaa tena anavuta madawa kulevya. Unajiuliza ndio huyu tuliokaa naye juzi, na kuna wakati tunamsira, toka kwenye mji huu, katafute mahali pa kuishi. Sio dawa. Komboa lango la nafsi chafu linalomrimoti kwenda kuvuta madawa ya kulevya, linalomrimoti kwenda kulewa pombe, linamripoti kufanya kazi yote mbaya ulimwengu wa giza. Dhambi inamtesa. Usipambane na mtu, pambana na roho iliyoko ndani yake kupitia lango la nafsi iliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Haleluya. Na ukisoma katika kitabu cha Ayubu ile sura ya 33 mstari wa 28. Ayubu 33 mstari wa 28 anasema hivi: yeye ameikomboa nafsi yangu isiende shimoni, na uhai wangu utautazama mwanga. Ayubu 33 na mstari wa 28 anasema yeye ameikomboa nafsi yangu isiende shimoni, na uhai wangu utautazama mwanga. Ayubu 42 mstari wa 6 anasema kwa sababu hiyo naichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Huyu ni Ayubu. Nafsi ile ambaye ilimfanya akasema huyu ni Mungu gani aliyoua watoto, aliyoua mifugo yangu, ameua utajiri wangu, ikafika Ayubu akaanza kuichukia nafsi yake. Ndio maana leo mtakichukia nafsi yake, haoni shida kujinyonga. Nafsi yake ikikamatwa, hata kama alikuwa ni mrembo anavaa vizuri, atavaa magunya. Taanza kumwona anatembea namna hii, kwa sababu hajithamini. Na ana nguo nzuri, akipiga pamba anapendeza, lakini kwa sababu nafsi yake imeibiwa, yani huwezi kumkuta yuko smart. Yani anaweza kuondoka hapa jingine la blue, yebo nyingine imekaa hii, mradi safari.
Ujaje kuona kwamba mtu anavaa nguo ya shati hajapigwa pasi, afa aenda ofisini na anasema haina shida, mbona kama imenyoka nyoka hii, au anarudia shati mara 3, harufu tu ya kikwapa ndio itakomfanya ashtuke, kwa sababu anaona kawaida. Kuna watu wamejisira, anajiona ni bora nikafa, bora nife, yuko tayari kuchukua kamba akajitundike, eti anaona anateswa, anaona watu wanamtesa, anaona kila mtu anamchukia, kwa sababu nafsi yake ameichukia mwenyewe. Mtu akichukia nafsi yake, kinachofuata ni mauti. So utamwona amekata tamaa, anasema maisha ni haya, potele habari, mimi sijali, bora nife, nimechoka kuishi maisha haya. Maisha gani haya? Wapendwa wana wa Mungu, iko damu ya Yesu Kristo ambaye amesema katika Ayubu 33:28, yeye ameikomboa nafsi yangu isiende shimoni. Mashimo yamekamata watu, nafsi zao zimefungwa. Komboa nafsi yako kila wakati. Utakuwa na akili nzuri, utakuwa na ufahamu nzuri, na Roho wa Mungu atakaa ndani ya mtu huyu anayekomboa nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi ikiwa salama, lazima mambo yawe mazuri. Utakuwa na akili nzuri, utaanza kufikiri vizuri, macho yako ya rohoni yatafunguliwa. Hata wale wanaokuja kukuzingira zingira usiku utawaona, maana nafsi yako iko connected in spiritual na Yesu. Imeunganishwa na dishi la kimbingu, yani ile antena ya mbinguni iko connected na wewe. Upati taarifa za watu waliokufa, wala misimu, wala kata tamaa. Ya mashaka, nafsi ya mtu iliyokombolewa ambayo imeungamanishwa na damu ya Yesu kwenye antena ya mbinguni, kwenye receiver ya mbinguni. Sikia nikwambie, yani yeye hata kama anapita kwenye magumu, anasema hata hili nalo litapita, lazima nivuke, lazima nibarikiwe. Yani utamwona ana maisha magumu, lakini anasema nitabarikiwa na nitatoboa. Jinsi nilivyo leo sitakuwa hivi kesho, maana nafsi yake inakiri ushindi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi yako ikiri ushindi leo. Nafsi yako ikiri ushindi leo. Hata kama ulikata tamaa, nafsi yako isikate tamaa. Hata kuna mtu ulimkatia tamaa, anza kumwombea, anza kwa upya, anza kukomboa lango la nafsi ili afunguliwe. Amen. Yawezekana kuna mtu umekata tamaa sasa, unapita kwenye nyakati ngumu, lakini siku ya leo nafsi yako ikafunguliwe, mambo yako yakafunguliwe, mipango yako ifunguliwe, baraka zako zifunguliwe, kila utakalolifanya lifunguliwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako tunapoingia kwenye ukombozi wa lango la nafsi. Iko damu ya Yesu Kristo sahihi itakonena mema. Mimi sijui kuna wakati umepita kwenye mambo gani magumu. Mimi sijui unapita kwenye viwango gani vya kiroho. Lakini naamini kwamba Mungu wa mbingu na nchi atakuwa upande wako, hata kupungukiwa na Mungu wake. Hebu nyosha mkono wako ulipo sahihi. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu kwa sauti. Ninasogea mbele zako jioni ya leo Bwana. Ninakomboa lango la nafsi. Mahali popote limekamatwa, maanisha ndani ya moyo wako nachokiomba hichi, kwamba hii ni kazi kama kazi nyingine, ufunguliwe, uvuke, songa mbele mwanangu. Sema Bwana Yesu, lango lolote la nafsi ambalo nimekamatwa nalo siku ya leo Bwana, wewe ni lango. Siku ya leo Bwana, lango limekamatwa, la nafsi yangu, ya watoto wangu, familia yangu, malango ya nafsi yakafunguliwe. Sema nafsi yangu iliyokata tamaa, niliona mauti, niliona kushindwa, niliona sitafanikiwa, nilianza kuona maisha ni magumu, lakini siku ya leo lango la nafsi likafute ugumu wowote, likafute madhabahu yoyote,
jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba. Semesha lango lako la nafsi. Baba wa mbingu na nchi, nasogea mbele zako. Tazama, shetani amekamata malango ya watu wa Mungu sahi, watu wako. Amekamata lango la mama huyu, amekamata lango la mume wake la nafsi, amekamata lango la watoto wake. Omba, omba, anza kukomboa maisha yako yaliyofichwa kaburini. Watoto wako wamefichwa kwenye makaburi, wanatembea nafsi iliyo hai, wanatembea kwa pumzi ya uhai, lakini nafsi zao zilishafichwa kwenye makaburi. Hiyo nafsi iliyofichwa shimoni, hiyo nafsi iliyofichwa shimoni, hiyo nafsi iliyofichwa shimoni, tunaenda kutoa kwenye shimo. Peleka damu ya Yesu mpaka kuzimu, ikatoe nafsi ya mume wako iliyofungwa, watoto wako walikofungwa, wewe mwenyewe ulikofungwa, unaota mandoto mabaya, kazi yako imefungwa, maana nafsi yako imefungwa. Damu ya Yesu ikapite, ikapite, ikapite. Unamwota babu yako, bibi yako aliyekufa, unamwota mtu aliyekufa kila wakati. Uko connected kwenye madhabahu, ndio maana mnaonana katika ulimwengu wa roho giza, maana yeye alishakufa. Biblia inasema tusitake kujua habari ya waliolala mauti, na sio kazi yetu, hiyo ni roho. Damu yako Yesu ikapite, damu yako Yesu ikapite, damu yako Yesu ikapite, damu yako Yesu ikapite, ikavunjeza mauti, ikavunjeza mauti, ikavunjeza mauti. Damu yako thamani, hayo malango ya mauti, hayo malango ya mauti ninayateketeza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila lango la mauti walilokufunga wachawi, napeleka damu ya Yesu ikanene mema. Hilo lango la mauti, unaota ndoto mbaya, hori ya masaka, lango lako limekamatwa, lango lako la mafanikio limekamatwa, hakuna jambo linafanikiwa. Damu ya Yesu ikanene mema. Ninauona mkono wa Bwana, ninaona kuna watu wanafunguliwa, ninaona Yesu anaanza kufungua, ninaona kuna mkono wa Bwana unashuka sasa. Ninaona watu wanatolewa kwenye mashimo, wanatolewa kwenye shimo. Tazama mama, wanatolewa kwenye shimo, wanatolewa kwenye hilo shimo. Lika la mashimo likuachie, hilo kaburi likuachie, hilo kaburi likuachie. Ninaona kuna mtu anatolewa hilo shimo aliyokuzika, shimo la mizimu na uchawi na uganga, likuachie. Oria masana ria masaka, likara bosana ria masaka. Iko damu ya Yesu inapita, hiyo damu ya Yesu inapita, hiyo damu ya Kalvari, hiyo damu ya ushindi, hiyo damu ya Kalvari, hiyo damu ya ushindi ikawakomboe wote, ikawakomboa watoto wako. Ninatamka kukombolewa kwako, natamka kukombolewa kwako. Pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hilo lango, lango la mauti likuachie, lango lolote, lango la nafsi mbaya likuachie, bali naunganisha nafsi ya Mungu wa mbingu na nchi katika jina la Yesu, ikaingie ndani yako, ukaone baraka, ukaone ushindi, ukaone kuvuka tena kwa damu ya Yesu, ukaone kuvuka tena kwa damu ya Yesu. Baba, naachilia lango la baraka, lango la fedha, lango la utajiri, lango la afya njema, lango la viwango vya kukua kiroho kwa ajili ya maombi. Kila roho inazuia maombi, inazuia maombi langoni, hiyo roho naiamuru ikuachie, hiyo roho ikuachie, 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 ikuachie. Ewe roho ulioko ndani ya mtu wa Mungu, toka mwachie, toka mwachie, toka mwachie, toka mwachie. Ewe roho ulioko ndani, toka, achia maisha yake, achia maisha yake, achia, 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 achia. Kila minyororo mliofunga ndani ya moyo wake, haya achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Minyororo yoyote, kila minyororo, iachie maisha yako, iachie maisha yako, iachie maisha yako. Minyororo kuzimu iliyokufunga, iachie maisha yako. Magonjwa yote na mauti, natamka kustawi, natamka baraka kwa watoto wako Yesu, ikashuke kuanzia sasa. Nguvu ya ibada, nguvu ya maombi ikashuke ndani yake katika jina lako Yesu. Kuna watu wamekamatwa na malango ya nafsi. Yesu, mkono wako chini. Mungu anaenda kubariki kazi ya mikono yako. Mungu anaenda kukupa kitu cha kufanya kikubwa sana. Anaenda kuleta fedha kwenye maisha yako, anaenda kuleta mipango mizuri kwenye maisha yako. Chochote unachotaka pokea, chochote unachotaka pokea.
mahitaji ya moyo wako wazavyo na utakavyo, kwa kadri ya imani yako pokea, kwa kadri ya imani yako pokea. Mahitaji ya kiroho, mahitaji ya kifedha, mahitaji ya afya njema, mahitaji ya kuinuliwa, kila miungu na madhabahu na iamuru iachie. Miungu ya mizimu, haya mizimu ondoka, wachie mizimu, achia, achilia moto, 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 ni moto na waka, moto na waka. Mamizimu mliokamata jina, mingine mmepewa jina, ndio maana nafsi yako ilishauzwa. Hiyo ndio jina lilobeba. Ninaachilia damu ya Yesu, jina lipitalo majina yote, ni jina la Yesu, likafutia madhabahu ya jina ulilolibeba linalokutesa kwenye malango na achia, 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 achia. Jina la masikini, achia. Jina la mauti, achia. Jina la magonjwa, achia. Oria masakari ya Baba, naachilia ushindi, naachilia ushindi, naachilia ushindi ndani yako. Pokea ushindi wa damu Yesu kwenye maisha yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.